Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea ukiweza kushuhudia klabu ya soka ya wananchi Young Africans kwa sasa wakiwa wanalitafuta taji la ligi kuu ya soka ya Tanzania bara katika muendelezo wa zile show za ligi kuu ya soka ya Tanzania. Unafahamu ya kwamba Young Africans sasa wanakwenda kucheza mchezo wao mwingine mkubwa kabisa. Mchezo huu ni kama fainali, wanahitaji kuweza kuondoka na alama 3 muhimu kabisa pale Karatu, ambako klabu ya soka ya Young Africans wameelekea kule kwa ajili ya kwenda kucheza na moja kati ya klabu ambazo zipo ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Si wengine bali ni Fountain Gate, ambao wanakutana leo hii na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo Yanga wanazitafuta alama 3. Kikosi kimeweza kutangazwa leo hii na kocha Merudi Amdi, akiweza kutangaza kikosi cha majembe 11 kitakachoanza katika mchezo huu mkubwa kabisa kwenda kuzitafuta alama 3 kujiweka sawa katika mbio za ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania. Young Africans katika michezo yake hii iliyosalia hawatakiwi kupoteza pointi hata moja, yani kila mchezo kwao ni kama fainali. Ndio maana nakwambia Young Africans wanaenda kucheza fainali hata kama hakuna kombe siku hiyo, lakini hii ni mechi ya fainali ya pointi 3. Sasa kikosi kikoje? Kikosi hichi hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa kwenye simu yako, ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bwana, kocha Merudi ametangaza kikosi chake leo hii ambacho kitashuka dimbani dhidi ya Fountain Gate katika mshow za ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kikosi hicho ni kama ifuatavyo, ambapo golini anasimama Djigui Diarra, screen protector, akiendeleza kuzitafuta clean sheet katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, japokuwa kwa msimu huu mambo hayajamuendea vilivyo, lakini bado anaendelea kuwa ni msaada mkubwa katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kazi kubwa ambayo unaifahamu ya Diarra ni kuweza kuzuia langoni pale, kuhakikisha kwamba hakuna mpira wowote utakaokwenda kutikisa nyavu zake, lakini sambamba na hilo pia kuweza kujitahidi kuweza kuanzisha mashambulizi kuanzia chini. Nafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans wao wanaanzia mashambulizi yao kuanzia kwa golikipa Djigui Diarra, wanapanda taratibu mpaka kuweza kuwafikia wafungaji. Kwa hiyo kazi kubwa ataifanya Djigui Diarra katika eneo hilo, akiendeleza kuweza kusimamia show yake pale katika lango. Lakini katika upande wa beki namba 2 anasimama Shomari Kibwana. Unafahamu Kibwana Shomari akiendelea kuweza kusimama katika eneo hilo. Ubora aliweza kuonyesha katika mchezo dhidi ya Azam FC ni mchezo ambao uliweza kutoa taswira kwamba moja kati ya mabeki bora kabisa katika kikosi cha Young Africans. Uachi kumtaja Kibwana Shomari kwa kazi kubwa ambao aliweza kuifanya. Kazi yake ni moja tu, kuhakikisha anapandisha mashambulizi na kuweza kurudi kukava nafasi yake vilivyo. Hii itamsaidia nyota huyu kuendelea kuweza kuonyesha ubora wake mkubwa kabisa kwenye kikosi chao. Kwa hiyo mwalimu amependekeza beki namba 2, beki ya kulia asimame Kibwana Shomari. Lakini katika upande wa beki namba 3, hapa nazungumzia upande wa kushoto, anasimama si mwingine bali ni Issa Shadrack Kiboka. Mapigo na mwendo, unafahamu kasi, nguvu, maarifa mguuni ndio ambayo amebarikiwa Issa Shadrack Kiboka. Kazi yake ni moja tu, kupandisha mashambulizi, hususan katika upande wa kushoto, ndio upande ambao Young Africans mara nyingi wanapenda kuutumia kuanzishia mashambulizi. Kazi yake moja tu, kuhakikisha ya kwamba anapeleka mashambulizi, lakini bila kusahau
kurudi kukaba katika nafasi yake bila kuweza kuwapa nafasi Fountain Gate kuweza kufanya jambo lolote ambalo litaweza kuadhibu kikosi cha Young Africans. Lakini katika upande wa beki ya katikati sasa hapa nazungumzia beki namba 4 anasimama Ibrahimu Hamadi Baka. Unafahamu bora wake, moja kati ya mabeki hatari, mabeki visiki, mabeki wenye maarifa makubwa sana. Endelea kusimama kwenye kikosi hichi chini ya kocha Merudi Hamdi. Ameendelea kuweza kuamini pia ubora wa Ibrahimu Hamadi Baka na kuendelea kuweza kumsimamisha katika safu ya ulinzi ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo safari hii hakuna upinzani, ataendelea kusimama hivyo hivyo. Lakini katika upande wa beki namba 5 anasimama si mwingine bali ni Dickson Job. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaendelea nayo Dickson Job kwenye kuweza kuimarisha safu yao ya ulinzi, akiwa ni kinara wa ulinzi katika safu ya ulinzi, na mwalimu anasema ya kwamba wanabidi wahakikisha kwamba wanaondoka na clean sheet katika mchezo huu. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao wataonyesha walinzi hawa wanne ambao nimeweza kukutajia. Lakini katika upande wa namba 6 sasa anasimama Duke Abuya. Unafahamu bora wake, moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Ameendelea kuweza kudhihirisha ubora wake na kuweza kuleta sababu kwa nini alisajiliwa na kikosi cha Young Africans, ni kwa nini yuko Yanga kwa wakati huu. Ameendelea kuweza kuwa na ubora mkubwa na mwalimu ameweza kumwamini kumwanzisha nafasi hii. Kumbukwe kwamba Alili Aucho anakosekana katika nafasi hii ambapo huwa mara nyingi huwa anacheza, lakini katika mchezo iliyopita ya Azam na michezo mingine ameendelea kudhihirisha kwamba yeye ni moja kati ya mtu hatari kweli kweli katika eneo hilo. Lakini katika upande wa namba 7 utakutana na Maxim pia Nzingeli. Unafahamu ubora wake, kasi, mbio, mashuti, ukiweza kushuhudia pumzi ya kutosha ambayo iko nayo wakati akiweza kulisambaza dimba la katikati, upande wa pembeni akiweza kupita akitokea huku akisaidia kuja kukaba. Ni moja kati ya wachezaji ambao wanagusa maeneo mengi ya uwanja, si mchezaji ambaye anacheza eneo lake tu ambalo atakalopangiwa na mwalimu kuweza kupita, bali anapita maeneo tofauti tofauti akishuka kuja kukaba. Ni kazi kubwa ambayo huwa anaifanya Maxi Nzingeli, kwa hiyo atakuwepo. Lakini katika upande wa namba 8 anasimama Mudathir Yahya. Unafahamu shughuli yake muda, kazi yake kubwa tu ni kuvuruga mipango ya wapinzani na kuanzisha mashambulizi kwa haraka ili kuweza kuipatia ushindi kikosi chake cha Young Africans. Kazi kubwa utakwenda kuishuhudia Fountain Gate utakayokutana nayo dhidi ya klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika show za ligi kuu. Lakini katika upande wa namba 9 atasimama Prince Mpumelelo Dube. Unafahamu kazi yake, umahiri, ubora ambao yuko nao na namna ambavyo huwa anayatengeneza mashambulizi yake na kuweza kuweka mipira kimiani. Mchango mkubwa ambao yuko nao kwenye kikosi cha Young Africans, mabao 20 ambao amehusika kwenye msimu huu, ukiweza kushuhudia ni kiwango kikubwa sana ambacho amekionyesha Prince Mpumelelo Dube. Kwa hiyo utashuhudia kazi kubwa ambayo atakaifanya katika eneo la namba 9. Namba 10 anasimama si mwingine bali ni Cletus Chama, mwamba wa Lusaka. Mwalimu ameweza kumwanzisha katika mchezo huu kutokana na kiwango kizuri alichokionyesha katika mchezo wa Azam FC na kuweza kumpa nafasi wa kuanza katika mchezo. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kiwango kikubwa ambacho kinachofanyika kwenye kikosi hiko. Lakini katika upande wa namba 11 anasimama si mwingine bali ni Clement Mzinze akitokea pembeni. Kazi yake kubwa ni kuweza kuzifungua kodi za wapinzani kuanzia pembeni huku na kuonyesha kile kiwango ambacho anatakiwa kuweza kukionyesha. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo wataifanya Young Africans. Watawakosa wachezaji wawili katika kikosi chao ambao ni muhimu, ambapo ni Alili Aucho pamoja na Pacome Zouzoua ambao wote wako majeraha kutokana na majeraha ambao waliweza kuyapata hivi karibuni. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana